Maombi ni namna ya kujishughulisha na ulimwengu wa roho. Amen. Huwezi kujishughulisha na ulimwengu wa roho pasipo maombi. Maombi ni kuzungumza na Mungu, sawa, lakini maombi ni namna ya kuingia katika ulimwengu wa roho na kujishughulisha na ulimwengu wa roho. Tunapokuwa kwenye maombi tunajiingiza kwenye ulimwengu wa roho, tunashughulika na ulimwengu wa roho, wa kimungu na wa kishetani kwa wakati ule. Kwenye ulimwengu wa kimungu tunashughulika nao, tunaleta toba, tunaleta sifa, tunaleta dua, tunaleta sala, tunaleta shukrani. Na ulimwengu wa giza tunashughulika nao kwa kupinga, kwa kuvunja, kwa kubomoa, kwa kuangusha, kwa kupatiliza na kuinuka sasa. Sema amen. Amen. Kwa hiyo maombi ni ya muhimu sana katika maisha ya mtu wa rohoni. Yatakuimarisha. Maombi yatafuta uwepo wa Mungu kwako. Maombi yataachilia nguvu za Mungu kwako. Yule alikuwa anafanya mazoezi ya mwili anapata misuli, anapata nguvu ya kimwili. Na yule anayedumu kwenye maombi, uwe na uhakika naye atajijengea nguvu za roho. Maombi ni muhimu. Na mimi nimejua maombi ni mazoezi magumu sana ya kiroho ambayo yanahitaji nidhamu ya hali ya juu. Mwambie mwenzako, maombi ni mazoezi magumu sana ya kiroho ambayo yanahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ili uendelee kuishi maisha ya maombi, unahitaji kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Unahitaji kujituma, unahitaji kujilazimisha, unahitaji kujitoa kwa hali ya juu sana. Maana sio kitu rahisi. Lazima ujizoeshe. Kuna wakati mimi nawaambia mwili wangu, nimeshuka hapa magotini. Wewe ni dhaifu na mambo mengi. Nimezuia na siku nimekaa hapa magotini. Na hapa sitoki mpaka masaa mawili. Sema amen. Ni nidhamu ya hali ya juu. Sema amen. Maombi ni nidhamu ya nini? Hata kupiga magoti ni self discipline. Ni nidhamu ya hali ya juu na ambao mwenyewe. Kuna watu wengine wanaomba lakini hawajawahi kujipatia nidhamu za namna ya kuomba. Kuna watu wengine wanaomba hata hawawezi kupiga magoti. Kuna mtu tukiambia tupige magoti hapa, ikifika dakika 10 utakuwa umemtesa vya kutosha. Haya mateso kwa huyu mtu atakuwa makubwa. Kwa hiyo nataka kukuambia lazima uwe ni mtu wa maombi. Sema amen. Uwe ni mtu wa maombi, na maombi unajituma mwenyewe, unajiambia mwenyewe, unajilazimisha mwenyewe, unautumikisha mwili mwenyewe. Sema amen. Biblia inasema roho iko ndani, roho inataka, lakini mwili unafanya nini? Unakataa. Unauambia mwili kwa sababu wewe ni wa muda, utafuata mambo ya lazima ya kiroho ambayo ni ya milele katika maisha yako. Maana kushindana kwetu sisi juu ya nini? Damu na nyama. Ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu kuwaombea watakatifu. Maombi. Pumzi za kiroho ni maombi. Nguvu za roho ni maombi. Yesu siku hizo za mwili wake alitolea yule awezaye kumwokoa na mauti dua na sala na maombi na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa vile alivyokuwa mcha Mungu. Maombi. Wanakuomba ukiwako kwako nyumbani, jilazimishe kuamka saa 9. Ikikataa saa 9 amka saa 10. Imekataa saa 10 amka saa 11. Imekataa amka saa 12. Tafadhali usitoke njiani, usiende kazini, usiende biasharani bila kukaa kwenye mazoezi ya maombi katika jina la Yesu. Panga vitu vyako vya rohoni katika maombi. Panga nidhamu pale kazini. Panga wateja wako pale kwa njia ya maombi. Wateja njooni, mapepo mliroga biashara yako, ondokeni pale. Leo ninakwenda na damu ya Yesu. Leo wateja wanakuja. Leo ninauza mbele jina la Yesu. Bwana asante umeamsha. Ninaipokea hii siku ya leo. Itakuwa siku ya baraka kwangu, siku ya ushindi kwangu, siku ya kibali kwangu. Na maadui zangu njiani, maadui zangu kazini, maadui za watoto wangu
ulimwengu wa roho. Maombi ni namna ya kutoa vitu rohoni na kuvileta mwilini. Sema amen. Maandiko yanasema Elia alikuwa mtu mwenye tabia moja na sisi, mwanadamu mdhaifu kama wewe na mimi, lakini maandiko yanasema aliomba kwa bidii mara 7 mvua isinyeshe, na akaomba tena kwa bidii mara 7 mvua inyeshe. Sema amen. Inawezekana ni kipindi cha mvua, inawezekana mtoto wako ana akili, eneo unalofanya lina wateja na hiyo biashara ni nzuri, lakini kwako mambo haendi vizuri. Panda rohoni, nenda rohoni kwa njia ya maombi, shughulikia hilo jambo, badilisha hilo vitu katika ulimwengu wa roho. Menyana mieleka na watu wa ulimwengu wa roho, waambie sikuachi mpaka unibariki. Achia baraka, achia watoto, achia ndoa, achia mke, achia mume, achia masomo, achia yako, achia wewe. Hey, katika jina la Yesu. Maombi. Maandiko yanasema ombeni na mtapewa, aombaye hupewa. Sema amen. Tena ni hamna kitu kwa sababu haombi. Maombi ni mazoezi ya kiroho yanayohitaji nidhamu ya hali ya juu. Ninakufundisha hapa kanisani, laiti washirika na Wakristo wa leo kila mmoja wao angekuwa na nidhamu hii, kila mmoja wao angeamka kwenye maombi, tungekuwa tumeokoa ndugu wa familia zetu, tungekuwa tumepigwa roho na Kilimanjaro na Tanzania. Lakini leo tuna watu wengi ambao wanapenda kuhadaiwa, wanapenda kudanganywa, wanapenda kutafuniwa na kutemewa kama makinda ya ndege. Leo hii hata ukiangalia watu wengi ambao wako kwenye makanisa na kumbi kubwa za ibada, wale watu wako pale hawatafuti mambo ya rohoni, wanatafuta mambo ya mwilini. Na wengi wao sio wana maombi, hawajui kuingia rohoni wenyewe, hawajui kupigana wenyewe, hawawezi kuchukua kudownload vitu. Acha nitumie neno la kisasa. Maombi ni njia ya kudownload vitu kutoka ulimwengu wa roho na kuvileta katika ulimwengu wa mwili. Sema amen. Ukiona watu wamejaa mahali fulani, unasikia tu ni mkutano wa uponyaji na miujiza na nini, na watu wanakusanyika pale, lakini mimi mwenzenu nikiwahubiria watu, nikisema okoka, njoo kwa Yesu, Yesu ni Bwana, Yesu ni nini, hawezi kuona watu wengi. Lakini kusema kuna ibada ya upako, kuna sabuni za upako, kuna mafuta, kuna keki ya miujiza, utaona watu wamejaa hapo. Lakini Yesu anatafuta watu ambao watakayemtafuta kwa bidii, wataniona kama majira sheparakata. Kwa jina la Yesu. Hata nyinyi watoto, bao ni watoto wetu, jifundisheni na nyinyi ukiwa chumbani kwako, ukiwa kitandani mwako. Unaweza kuamka, umeamka usiku, usingizi umekupotelea, sali, ombea baba yako, ombea mama yako, ombea ndugu zako, ombea masomo yako, ombea mwalimu wako, ombea darasa lako, ombea kanisa lako, ombea mchungaji wako. Omba ili usiingie majaribu. Omba ili upate nguvu za kiroho za kumshinda shetani. Omba ili upate haja za moyo wako. Maombi ni njia ya kutoa mizigo yetu mbele za Mungu. Sijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba haja zenu na zijulikane na Mungu. Nionyeshe mtu mwenye amani rohoni, nionyeshe mtu ambaye anaishi na dunia hii na fedha na vyeo na magari na kila kitu. Nitakuonyesha mtu anayekaa kwenye maombi, amejaa amani, amejaa utulivu, amejaa ujasiri. Wengine wanatoa rushwa ili wapate kitu fulani, anasema hapana, siwezi kufanya ubaya ili nikose Mungu. Nitasimama mbele za Bwana, kama hii ni haki yangu, naichukua katika roho, naichukua katika roho. Nasuka, wacha moto usuke, urambe na kuteketeza kila kilicho kinyume cha mtu hapa katika jina la Yesu. Omba, ninawaombea watu, moto usuke kwenye anga yako, urambe kila kilicho cha adui, hata mawe yalirambwa katika jina la Yesu. Inua maombi kwa ajili ya kanisa, inua maombi juu ya wateule katika jina la Yesu.
Mtumishi wa Mungu Mtume Paulo anasema Epafra mtu wa kwenu anafanya bidii siku zote katika maombi yake akiwaombea ninyi. Kaka yako hajaokoka, dada yako hajaokoka, labda ni mama, labda ni baba, kuna mtu kwenye familia anateswa, wewe unafurahia tu wokovu wa kuimba tu na hauombi. Omba. Katila baliara. Maombi ni kusimama mbele za Bwana. Maombi ni kutua mzigo mbele za Bwana. Maombi ni mazoezi ya kiroho, inahitaji kila siku. Maombi yanatujengea nguvu za Bwana. Maombi yanavuta uwepo wa Bwana. Maombi yanaleta nguvu ya kushinda shetani kwa jina la Yesu. Biblia inasema katika Yakobo, maombi yake mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Maombi yake mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa imani. Omba kwa bidii, omba kwa imani, omba kwa jina la Yesu. Wewe hata ni mwalimu, ombea shule yako. Wewe ni mwalimu, ombea darasa lako. Wewe unafikiri Mungu amekupeleka pale kwa sababu gani? Hawezi kuwa tu uko pale ofisini, uko pale kazini, unaona uchafu, unaona ubaya, unaona mateso, wanaoteswa watu hawajaokoka na wanabailisha waenda kwa waganga. Halafu leo tu unaokoka, wala huna mzigo nao. Ombea wale watoto, ombea ile ofisi, ombea wale wafanyakazi wenzako, ombea watu. Mchungaji hawajui, wale walimu wenzako, mchungaji hawajui, wanafunzi wa darasa lako, wewe ndio unawajua, waombee. Hawajui, wewe ndio unawajua, waombee. Kataya. Kanisa liwe na mzigo wa maombi. Kanisa liwe na neema ya maombi. Hapa na Rombo, hapa na Kilimanjaro, hapa na Tanzania. Baba, inua waombaji, inua waombaji. Tupatie roho ya neema na maombi. Tupatie wanawake wajua kulia na kuombolea kama Hana binti Faneli wa kabila la Asheri. Tupatie wazee kama Simeoni watakayedumu katika nyumba ya Mungu na maombi. Tupatie vijana wa maombi kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Tupatie vijana wa maombi kama Danieli. Jehova,